William Jonasi, kijana aliyelazimika kuachana na ndoto yake ya kuwa mwanasheria kutokana na hali ngumu ya familia. Niliona wazazi mazingira au sio mazuri kidogo, kwa hiyo nikaamua kujichanganya mtaani. Ndio nikaweza, Mungu akanijalia nikaweza nikakutana na watu ambao wanafanya ifani. Kwa mimi nikatoka kupendeza nayo, basi na mimi nikajiunga kwenye ifani nikajifunza. Mimi ndoto yangu ya kusoma, of course nilitaka kuwa sana mwanasheria. Anatengeneza uzuri si kwa kalamu ya sheria bali kwa brashi na rangi ya kucha. Ona almost kama miaka 10 hivi. Toka nilipoanza kujifunza mpaka sasa na ofisi yangu ni kama miaka 10. Alichukua hatua ndogo ya kujifunza sanaa ya kupaka rangi za kucha kutoka kwa vijana mitaani. Leo hii hatua hiyo imegeuka kuwa njia ya maisha yake. Mimi nimetokea maisha ya kimaskini sana, lakini kazi imenitoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Mpaka sasa naishi hivi vizuri na uhakika kufanya mahitaji yangu yote napata mahitaji yangu yote matatu napata vizuri kabisa. Vile familia yangu inaishi vizuri katika hii kazi, mama yangu anaishi vizuri kupitia hii kazi. Lakini tofauti na awali vile kwa tunavyoishi, sometimes hata kula humu inakuwa ni kwamba atatolee tunakula muda gani. Kazi yake inamwezesha kupata kipato cha kila siku. Hii kazi soma kweli bwana, hii kazi toka mimi nimeanza ndani ya miaka 10 sijawahi kukosa hela kula. Yaani kwamba sijawahi kukosa hela tuseme chini ya 20 sijawahi. Na siku nikifanya kazi kabisa unaweza kupata mpaka 200,000 kwa siku, 150,000 kwa siku, 100,000 unakuwa ukozo ukifanya kazi. Kupitia kipaji hiki, William Situ amejiajiri bali pia amekuwa mwanga kwa vijana wengine wanaotafuta ajira. Kwa mkoa wa Morogoro tuseme 70% kwa vijana ambao wanafanya kazi kwa sasa wengi wamepitia mikononi mwangu. Yaani tuseme 70%. Wapo wengine nao wanafanya kazi, lakini kijana ambaye anakuwa tayari, maana hiki ni kama chuo. Kwa hiyo kijana ambaye anakuwa tayari, kwa hiyo kuna baadhi ya watu wananifuata, wananiambia bwana tutafutie bwana kijana hapo vizuri, basi nawapatia. Kwa upande wangu mimi imenisaidia sana kwa sababu nimejifunza vitu mbalimbali, kubandika kucha, kusafisha wateja, na sasa hivi imenisaidia nimeweza kupata ajira, naweza kujipatia kipato changu kupitia na mafunzo ambayo amenipatia. Kanisababisha nimepata ujuzi, pia nimepata ajira hata hivyo ambayo inanisaidia mimi kupata kipato changu. Changamoto kubwa anayokutana nayo ni mtazamo wa jamii juu ya kazi hii. 90% wateja wetu ni wanawake. Ni wanawake ndio 90%. Kuna maana watu wengi sana wanakuwa na imani potofu kwamba wanahisi pengine basi tunatembea na wake za watu. Kuna watu wengine wanauji ila basi sisi tunatembea sana na wanawake hivyo, wengine wanauji kwamba tunatembea sana na wanafunzi. Kwangu naona tu sio kitu cha mtazamo mbaya, ni urembo tu kama urembo mwingine. William ana ndoto ya kuanzisha chuo cha kufundisha sanaa ya urembo wa kucha ili kuwapa vijana wengine zaidi fursa ya kujifunza na kujiajiri. Teresia Mwanga, Azam News, Morogoro.